Unasema? Nini wewe, acha unakonoko wewe. Ila utaweza. Yule mwanamke sio mwanamke wake, wala hamjui kabisa. Niambie Majani. Ndiye mdogo wangu. Bwana vipi kuhusu mpango wangu wa kazi? Mambo ya kazi leo, mambo mengi bwana, dunia mara huku nilisahau kabisa mshikaji wangu. Ila sasa bwana mdogo si upo karibu hapa Machupa. Hebu sogea kidogo mwana. Habari. Bwana, huyu ni kijana wetu. Niliongea naye kuhusu masuala ya kazi pale ofisini. Ila sasa mimi kutoka na ubize sana nilisahau kukuambia. Lakini kwa vile upo, naona ile swali litakuwa vizuri, mtamaliza wenyewe. Sawa. Sasa Niambie kiongozi. kwenye ile swala kazi wewe njoo kesho saa 4 asubuhi, sawa? Hamna shida kiongozi. Kama ndapata kazi, nitashukuru tu. Hamna shida. Kaka mambo? Wanaambia Safi, tuhudumie nini? dangu mimi nilikuwa na ahadi na manager, sio ameshafika. Manager sasa hivi bado hajafika. Kwa hiyo wewe endelea kumsubiri. Poa, bibi. Safi. Sikutarajia umefika mapema hivi. Nifika mapema sana kabisa. Okay, sawa. Hebu kaa. Nikabidhi vyeti vyako kwa taaluma pamoja na sekondari. Vyeti? Ndio vyeti. Kiongozi mimi vyeti sina. Sasa wewe unakujaje kwenye tenti kubwa kama hii kuomba kazi afu una vyeti? Kiongozi, naomba unisaidie. Nipatie kazi yoyote tu mimi nitafanya. Kwa hiyo hata hizi nafasi za Mama Samia zinazotolewa kwenda kujiendeleza kielimu kuanzia nafasi za kuanzia darasa la 7 form 4 kwenda VETA. Hujaziona hizo nafasi? Kiongozi, kwa bahati mbaya hizo fursa mimi sijazisikia wala sijaziona. Tafadhali, naomba unisaidie kadri ya uwezo wako. Okay, sawa. Kwa sababu amekuleta Majani na Majani mimi nafahamu muda mrefu sana. Kidogo imenishawishi nikupe kazi. Kwa kuwa sasa huna vyeti, inabidi tupe kazi ya kutunza bustani. Utakuwa na mwagia maua pamoja na kuyakatia, sawa? Nitashukuru kiongozi. Kazi umepata. Shughuli zetu hapa za kiofisi huwa zinaanza saa 1 kamili. Kwa hiyo utakuja saa 12:30, saa 1 kamili tuanze kazi, sawa? Mambo? Poa
Poa, niambie. Poa vipi? Shwari. Nimekuwa na meneja hapa simu kwa mongea nini? Nini wewe, acha unokonoko wewe. Si mmeuliza tu. Acha unokonoko wewe. Wewe simekupa kazi imekushinda wewe. Niambie. Sasa sikiliza basi. Mimi nimekuja kuomba kazi hapa makusudi ili nimpate Sheshe. Na kuhakikishia Sheshe lazima nimkamate. Mimi siwezi nikamkosa Sheshe kiboya boya. Sheshe lazima nimpate, lazima nimuoe yule. We. Ndio maana yake. Si umenielewa? Ila utaweza. Nimekwambia yule na mwenyewe. Mwenyewe bongo, mtoto mzuri kama yule na mwenyewe bongo. Yule mimi nampa maneno anatulia kwenye mkao na anakaa. We. Ndio nakwambia sasa. Sawa, ngoja tuone. Wewe sikilizia tu. Haya. Haina maana kunisema bwana, unipa lawama eti kisa sina jina. Haina maana kunisema bwana, unipa lawama eti kisa sina hela. Haina maana kunisema bwana, unipa lawama eti kisa sina jina. Haina maana kunisema bwana, unipa lawama eti kisa sina hela. Habari yako? Salama basi machuki. Pole na kazi. Asante. Samani? Ndio. Nilisahau kutambulisha. Ndio. Huyu shemeji yako anaitwa Sheshe bwana Shiriko. Okay. Alafu pia itoshi nikitoka mimi anafuata huyu hapa kazini, kwa utamheshimu kama unavyoniheshimu mimi. Sawa eh? Nimekuelewa bosi. Sawa. Mambo. Safi madam Sheshe. Za siku. Salama madam Sheshe. Kumbe ndio maana unazidi kupendeza. Asante. Siku hizi mambo yako mazuri siku hizi. Vipi wenyewe? Mnafahamiana kabla? Huyu mbona anafahamiana naye muda tu. Tunafahamiana tumetakia kitambo. Okay. Basi sawa. Endelea na kazi. Hamna shida. Asante. Twende. Sina kibali cha mapenzi mwenzako, nina kibali cha kumizwa. Sina nyota ya mapenzi mwenzako, nina nyota ya kulizwa. Ice kama naota moyoni umenitoka, singizi unakata ghafla siku, mwili umechoka nafsi natokota, chozi yanabubujika usoni. Kwa nini unijaribu na kama unitaki si ungesema? Umezichoka vurugu za kupendwa basi si ungesema, mimi ningepunguza. Makosa nilitubu na kama unitaki si ungesema. Umezichoka vurugu za kupendwa basi si ungesema, mimi ningepunguza. Au kuanza wewe kuondoka. Jamani, nimewaita hapa kwa ajili ya utambulisho huu mfupi sana. Huyu ni mfanyakazi mwenzenu. Sawa? Lakini huyu sasa ni mke wangu. Hivyo ni meneja msaidizi, nikiwa mimi sipo huyu anakamata nafasi yangu. Kwa hiyo mtamheshimu kama mnavyoniheshimu mimi. Sawa? Alafu pia hivi soon tu tutakuwa na ndoa pia, mtapewa makadi wote. Karibuni sana jamani. Alafu kuna jambo la msingi sana la kuambia. Baada ya wiki 2 tutabidi tupumzike nyumbani kwa ajili ya kupisha marekebisho machache kwa ajili ya hoteli yetu. Tunapata wateja wengi, wanakuja maoni na nini, lakini tunataka tuboreshe baadhi ya vitu. Kwa hiyo tutapisha hayo marekebisho. Baada ya wiki 3 tutarudi tena kazini. Sawa? Sawa. Sasa hapa kila mtu akaendelea na shughuli zake. Sawa? Okay, babe. Mimi ngoja niende ofisini na wote endelea. Nyota ya mapenzi mwenzako. Asante. Nyota ya kulizwa. Ice kama naota moyoni umenitoka. Singizi unakata ghafla siku, mwili umechoka nafsi natokota, chozi yanabubujika usoni. Kwa nini unijaribu na kama unitaki si ungesema? Umezichoka vurugu za kupendwa basi si ungesema, mimi ningepunguza. Makosa nilitubu na kama unitaki si ungesema. Umezichoka vurugu za kupendwa basi si ungesema, mimi ningepunguza. Au kuanza wewe kuondoka, walikuja wengi wakaondoka, utaanza wewe kudondoka. Nishakuwa cha mbali na nishasepa. Kuachwa nishazoea. Kuwa single nimezoea. Mambo. Safi madam Sheshe.
Samahani Madam Sheshe. Bila samani. Naomba nikuulize. Bila samani unaweza kuniuliza tu. Hivi yule bosi Machupa amekupataje yule? Kwa nini unaniuliza hivyo? Nakuuliza hivyo kwa sababu yule bosi Machupa connection ya wanawake zake wote anawapata kupitia mimi. Sasa najiuliza, wewe amekupataje pasipo mimi? Unajua kaka sikuelewi. Sasa madam unielewi vipi hapo? Sikiliza nikwambie madam. Yule Machupa ni malaya kama malaya wengine. Kazi yake ni kuchukua wanawake na kuwachezea na kuwatelekeza. Na hivi ninavyokuambia hapa, kuna mabinti hao wawili amewatelekeza wakiwa na ujauzito. Sasa kilichosababisha mimi nikaja nikakwambia maneno haya ni kwa sababu imeniuma. Imeniuma kwa sababu muonekano wako. Mbona unaonekana ni msichana wa watu, umeelewa katika maadili mazuri, msichana watu mzuri, mpole. Sasa kilichoniuma zaidi, kwa nini ameamua kukuingiza kwenye listi ya malaya zake anayowatumia kila siku? Wakati yule sio malaya. Sasa kwa nini sasa? Yaani unajua kuna wanaume kama sisi yani ambao tumetulia, tunatafuta wasichana waliotulia, staarabu kama nyie. Alafu yeye anakuchezea na kuchanganya na malaya huko nje. Alafu sasa nikwambie kitu usichokijua sasa. Yaani yule mwenzio. Stop. Nimechoka kusikiliza wewe ujinga wako. Naomba kaendelee na shughuli zako. Sawa madam. Sina nyota ya mapenzi mwenzako, ina nyota ya kulizwa. Ice kama raota moyoni umenitoka. Singizi unakata ghafla siku. Mwili umechoka na finatokota. Machozi yanabubujika usoni. Kwa nini unijaribu na kama unitaki si ungesema? Umetoka vurugu za kupendwa. Hivi una shida gani mpaka sasa bado hujaamka? Unaamka saa ngapi? Saa 3 hii. Mimi nataka nitoke zangu niende kazini. Yaani mtoto wa kike weekend yote umelala mpaka saa hizi unashindwa kuamka ufanye usafi, unakuja kuniza mama tunafanya tunapika nini jamani? Yaani wewe tangia wewe likizo hii ya kumaliza shule la 7 una shida wewe. Umekuwa mvivu. Kazi zangu mama nitafanya. Utafanya kwa muda wako. Mimi naenda zangu kazini. Pale ndani kuna hela nimeacha mezani. Ukachukue mchana bandika maharage, pika chakula cha moja kwa moja. Umenielewa? Ndio. Haya, mimi naenda. Haya. Halo? Asa nakuomba ofisini hapa. Chap basi. Sawa. Ni kweli. Kupigia maana yangu ni moja. Ndio. Nilikuwa nimeangalia pale kile kitabu cha wafanyakazi, nimeangalia listi pale, nimegundua wewe hatakuwa tumekubaliana kiasi cha mshahara kwa hii kazi ambayo unaifanya. Alafu kweli unajua bosi. Siku tulikabidhiana kazi hatujaongea mshahara. Hebu niambie kwa hiyo mtanipa shilingi ngapi? Wewe nimeona kuna kazi ya ziada imeongezeka pale. Kwenye namna yako unaofanya kazi kwa sababu unatumia ndoo. Sawa sawa. Yule mwenzako alikuwa anatumia mpira wa kumwagilia, tulikuwa tunamlipa 70,000 kwa mwezi. Sasa wewe kwa sababu kuna kazi imeongezeka hapo, tutakuongeza 30,000.
Na maana mshahara utakuwa ni 100,000. Mshahara ni 100,000. Okay. Pia ikija kipindi ambacho tumekilisha ndio mimi nimekaa vizuri, tutaendelea kulipa pesa deni ndugu yangu, wala usijali. Bwana nitashukuru bosi wangu. Nitashukuru kwa sababu mama alishasema kazi iendelee. Mimi nitaendelea kufanya kazi kama kawaida bosi wangu. Sasa Shilko, wewe kaendelea na kazi. Kama umemaliza basi tutaonana kesho. Hadi hivyo bosi wangu nimaliza kazi, je, tutaonana kesho Mungu akipenda. Hongera, mapema sana, naona umejitahidi sana kwa muda mfupi. Kazi yangu watana. Mimi nataka kufanya kazi kama nyinyi. Yeye bosi Machupa, connection ya wanawake zake wote anawapata kupitia mimi. Yule Machupa ni malaya kama malaya wengine. Kazi yake ni kuchukua wanawake na kuwachezea na kuwatelekeza. Na hivi ninavyokuambia, kuna mabinti hao wawili amewatelekeza wakiwa na ujauzito. Shogangu vipi? Wewe sheshe. Mbona umekaa huku kuchafu, harufu uchie mbaya kama nini? Una shida gani? Mbona umekaa papa chafu chochooni huku nyuma umejibanza? Nini tatizo? Siko sawa tu. Yaani kuna mambo yananichanganya. Alafu nimeona sehemu hii kama ndio inanifaa hivi. Sasa kama uko sawa, si unaenda kuongea na manager? Mueleweshe manager mimi siko sawa, naomba niende nikapumzike. Umeshindwa kufanya hivyo? Hata mimi pia nilikuwa nafikiria hivyo. Twende bana, kuongea na manager ukapumzike. Hata sehemu zenyewe mbaya, huku unamfunika vibaya. Naomba ruhusa ya kwenda nyumbani, sijisikii vizuri. Vipi? Unaumwa? Hapana, siumwi. Unajisikiaje? Sijisikii tu poa. Nahisi kichwa kipo sawa, kimevurugika. Naomba niende nyumbani. Baadaye nahisi nitajisikia vizuri. Sawa, sheshe kapumzike. Ila jioni nitakupitia pale nyumbani. Vipi, ice cream leo unakula? No, hapana. Wewe unaumwa. Basi kapumzike bibi. Nitakuja. Sawa. Bye. Haya. Tunamchana kwa nini mwana? Wala mimi. Oya kama mwanangu, utaji wewe. Ndio tunazungumza na wewe. Sio muda. Wanangu mimi nashangaa natoka huko naona kama kuna kitu yani kinani, kumbe nyie ndio mlikuwa mnazungumzia wanangu. Ni kweli mwanangu, nilikuwa tunakuzungumzia. Ila soko mabaya. Kwa mazuri ila lakini wewe ndio umezingua. Nazingua nini mwanangu? Wewe tuliongea nini juzi kuhusu michongo ya kazi? Mwisho siku unatuacha sio wanao tunahangaika kijiweni, wewe tunakuona mtaani unafanya kazi. Wewe si nikukuta kwa bibi kibonge pale, wewe unatindua ukuta pale. Haya, sasa wewe pale ushapiga ushafanya michongo. Sio wanao tunaishije huko kijiweni. Kweli mwanangu, hao Simba ni maisha? Sio maisha. Sio maisha, lakini najua wanangu ni kweli nimezingua. Lakini kazi yenyewe ilikuwa yani ni kupiga tu chumba kimoja na semble. Na kama unavyojua hizi kazi za kujuana hizi, yule bibi anachukulia kwamba ananimudu. Sasa alivyoniita hata maelewano ya pesa, yani sielewana naye. Nikaona kwa sababu bibi anaona kama ananimudu, mimi nikaona kuja tu niende mara moja nikapiga ile kazi. Umeona wanangu? Lakini sasa mwisho wa siku kutwa nzima bibi anakuja ananilipa 20,000, yani kazi nzima hii. Bibi ananilipa 20,000 ndugu yangu.
Sasa nikasema kumbe ningewaita wadau tungekuja kugombana. Kazi kama hii sio 20,000 afu napewa 20,000 ingekuwa kesi baadaye. Sawa, ila hata kama ingekuwa ni issue ya shilingi 10,000, unaelewa sisi wanao, unajua sisi kama familia mishindo wote tunashtuana. Sasa hata ikiwa kazi ya shilingi 10,000 ingetushtua mwanangu, unajua sisi tu hata vouchers tunatushinda mtaani. Sasa hapo kidogo kweli nimekosea. Lakini ndugu zangu, labda niombeeni kitu kimoja. Kweli nimekosea kama hivyo, lakini je, msiwaze. Mimi nitajua nini nifanye ili mali mambo leo yaende nini? Yaende sawa. Au sio? Hapo mwanangu utakuwa unacheza. Na vipi kuhusu ile issue ya yule mzee? Yule mzee bana, nimetoka kuwasiliana naye muda si mrefu, ndio maana nikasema ngoja niende kwanza maskani. Hii kazi yani anasubiria pate mtungo wa hela. Oya kapelo. Wanaambia mwanangu. Sawa sawa. Fresh. Ndio bwana, kama kawaida. Au ni fresh kabisa. Huyu unamwelewa huyu? Mwanangu ndugu yetu kapata kikazi cha kulipo mwisho wa mwezi, sasa hivi anajisikia kinoma yani. Hata maskani anakuja tu dakika ngapi anasema sio maisha ya bongo. Alafu wewe mwanangu sio kwa hiyo ulitambua, ndio maana nakwambia siku zote Simba katika maisha tunayoishi sasa hivi, ukipata rafiki ambaye anayekujali basi na wewe unapaswa kujali maarufu. Bwana watu sasa. Ndio. Mimi nimekuja hapa. Mimi nimekuja kukueleza ukweli kaka. Okay. Yale kazini kaka, kusema kweli mimi sijafuata kazi. Haujafuata kazi? Kaka hivi ukiniangalia mimi nimekuja kufanya kazi kama hizi. Alafu hiyo bro nilikuwa naifikiria sana. Hii ninapokujua mishemishe zako wewe, alafu na hazi zako kufanya kazi kama zile za kumwagilia maua tena na kindoo. Bro ni shombo nilikuwa naifikiria sana. Kaka kusema kweli bwana, pale mimi nimefuata mwanamke. Na mwanamke ana uhusiano na meneja yetu pale kazi. Sasa mimi nataka unisaidie kaka, nipate yule mwanamke. Hilo limeisha. Yaani wewe ndugu yangu, tatizo lako wewe ni la kwangu mimi. Sasa kwa shida utakaoipata iwe ngumu iwe nyepesi tutapambana. Ila sasa ni wewe kunipanga kama nikusaidie vipi hapo? Mimi nimekuja na plani hii. Plani iko hivi. Mimi kaka nataka kunitafutia mwanamke Pascal. Ambaye mwanamke huyo mtu yote akimwangalia achomoe. Kisha mpata kaka huyo. Tunamweka karibu na meneja pale na haribu ule uhusiano. Inakuwa ni jepesi sisi kufanikisha swala letu ile kaka. Nimekubali. Hadi plani yenyewe ushaipata? Hiyo imeisha. Mwanamke yupo sasa na wasifa kama unazozitaka. Mwanamke amepatikana. Unamtaka kwa leo ama kwa lini? Sasa hapo wewe nenda kampange kwanza ili alijue mapema. Alafu mambo mengine sasa yatafuata. Oya, hiyo imeisha. Ila sasa unajua lazima atahitaji mambo ya pesa. Kaka, ili swali jinsi lilivyo nikaa moyoni. Pesa yote anayoitaka. Yaani ikiwezekana mshahara miezi yangu hiyo. Usiongee. Usiongee. Nifanikishe kaka. Umempata. Kwa sababu hili kaka limenikaa hapa. Umempata. Mimi nitafanya juu chini. Sasa juu chini. Nitakupa jibu leo. Usiniangushe. Uhakika mwana. Na kuamini. Uhakika 100%. Sasa. Oa haina shida. Ila wewe mwanangu, wewe bonge la fundi. Wewe noma. Ile gari sasa nimechukua nikampelekea tajiri. Katekenya moja tu. Kazunguka misere hivi, kazunguka huko ananipigia simu, "Oh, gari iko poa." Gari iko poa, gari iko fresh. Kwa hiyo chuma umeuza? Nishauza. Wewe nilikwambia bana, tuaminiane. Mimi hizi kazi ndio professional yangu. Halafu sitoche mimi sijajifunzia hapa. Kwa hiyo yani unachotakiwa kukifanya unaenda kuchukua gari huku unaileta hapa kwenye gereji kubwa. Hii ndo Simba Dume gereji. Yani hapa hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo kama unachotakiwa wewe ni kuambia vijana wote mwenye gari aina yoyote yani wailete hapa. Hamna neno kule, tuko pamoja. Ila sasa mchongo unaoleta leo ni huu hapa. Umeona hii gari? Hii ni new model Mazda. 2024 hiyo bana. Mwanangu bonge la ndinga bana. Nunua hii. Hiyo gari nataka nichukue ila sasa na tatizo la kukata moto. Sasa swala kukata moto hapa mwanangu,
Swala kipuzi sana yani. Sasa unachotakiwa kufanya itakugharimu kidogo. Haina neno. Hii tutaagizia control box, tutakuja hapa tutaifunga mimi na wewe hapo. Oh, ipatikana control box fresh. Nakwambia fresh kila kitu. Wewe aminia. Hili ndio chama kubwa, gereji kubwa, Simba, Dume. Imeisha fundi. Nakukubali. Mwanangu sana. Tunajua mimi. Unatisha mzee. Mimi ndio smartikane. Noma mji mzima. Fresh. Mwanangu. Yangu naona ulikuwa unanipigia simu na nilikuwa nakuja kwako hapa. Vipi umeniandalia ile zawadi yangu nini? Ni kweli ndugu yangu. Kuna kijizawadi. Nashukuru. Lakini iko kijizawadi haina maana sawa na kazi uliyofanya. Ndugu yangu, umefanya kazi moja kubwa sana. Huo ndio kweli. Mpaka huyo mwanamke anakuja kuwa mali yangu, hakika umepambana. Sasa naoga natakata kitambi kinakuja. Bwana ndugu yangu. Shukrani sana bwana Majani. Asante. Ila sasa ndugu yangu, kuna jambo limenileta hapa. Ndio. Umeona hii ni Mazda new model 2024 hiyo. Ndio. Hiyo gari mimi nilikuwa nataka uichukue. Hiyo gari inauzwa alafu bei kitonga tu. Na kwa wewe ndugu yangu unavyokuwa na gari inakufaa. Ni kweli. Ni gari nzuri sana. Rangi yake, rimu, haina michubuko. Gari nzuri sana. Lakini kuna swala moja ndugu yangu. Ndio. Tuna gari yetu kule gereji. Ile pia nayo nitapeleka wapi? Sasa hilo sio tatizo. Ile gari itengeneze. Ikimaliza kuitengeneza, niambie. Tunaiuza ile tunachukua chuma hiyo. Sawa. Au unaniambiaje? Lakini sasa kuna jambo hapo. Hatuwezi kununua hii gari mpya kabla ile zamani hatujaiuza. Tuuze kwanza ile. Imeisha hiyo. Wewe tengeneza, nipigie simu. Nakuamini sana. Siku hizi tumeuza. Sawa. Bwana ndugu yangu poa. Sawa. Ila sasa na kitu nimesahau. Hivi una mpango gani na shemu kuhusu mipango yenu labda ya ndoa na vitu vingine? Swali zuri. Cha kwanza leo ni kuhitaji chimbi yako nimtoe out. Hapo nilikuwa nataka kushauri hivyo. Kumtoa out umefanya jambo point moja nzuri sana. Leo mimi kuna sehemu nitakuwepo. Kuna sehemu moja inaitwa Scan Night. Naona utanikuta pale. Kiwanja kikoje? Kiwanja kizuri. Usalama mzuri. Usafiri wa kurudi uko poa. Yaani hakuna shida yoyote. Basi sawa ndugu yangu. Mimi tu nikwambie kweli. Nimeliunga mkono hilo jambo. Tuko pamoja. Watu kama hawa wanatakuwa watoe out hivi. Leo umempeleka huku, kidogo unambadilisha mawazo. Kweli ndugu yangu. Ndugu yangu, nitakupa mengi. Wewe mtu wangu nguvu sana. Usiogope. Asante bwana kwa ushauri. Wewe mwanangu Otto. Nasema hivi, mpange yule demu. Ile issue leo. Leo kaka. Yaani leo tusifeli. Mida jioni. Walisema wanatoka leo. Yaani leo tusifeli kaka. Rudi nenda kampange. Haya poa. Hapo hamna neno.
Oa, samani unaweza kutoka kidogo hapa nje? Nimefika hapa kwenu getini. Toka basi faster. Fresh vipi? Kwa mzima. Mimi mzima. Habari yako? I say fresh. Sasa bwana, kuna ramani moja. Kuna mtu akiwa tukamharibia. Kwa ajili wewe na kukubali kwenye mishe hizo, ndio maana nimekufuata. Hamna shida. Si unanijua? Amina. Ile issue na unajua ilikuwa ifanyike lini? Ilikuwa ifanyike leo. Leo? Jioni. Ni leo hii ninavyozungumza. Hela ipo. Nataka hela wewe. Oya, 300. 300. Inaharibika hii. Kwenye 300 mwanangu hapo ipo full. Baadaye tutamaliza. Kwa keshi ama muamala? Keshi. Keshi. Hiyo imeisha. Hamna shida. Okay, sasa usiniangushe mwanangu. Siwezi nikakuangusha. Hiyo nisije ukafiri rafiki yangu. Ngoja nimalizie kazi zangu. Najiandaa. Basi fresh. Takupigia. Haina shida. Karibu. Haya, wasalimia. Poa. Sasa unachukua kibao kama hivi, unaweka hapa, unapiga, unasugua hivi. Umeona? Hakikisha unakaza mkono. Nyoosha kabisa bodi mpaka uone inalingana kabisa na hii na hii. Safi. Kaza mkono hivi yani. Au taratibu tu nenda tu. Naye. Kundi vipi? Sasa niambie. Poa. Vipi bwana Machupa? Fresh, habari siku nyingi. Bana ni nzuri. Karibu. Uji wangu naona siku zinaenda afu kimya fundi, gari na siku nyingi vipi? Bana, kwanza samahani ndugu yangu. Ndio. Nilitoka kidogo lakini na imani gari yako iko kwenye foleni na kwa sasa hivi gari itakuwa iko tayari. Sema tu kuna vitu kidogo mafundi wanamalizia. Kuna zile ball joint. Halafu kuna ile steering box ilikuwa na matatizo kidogo. Kwa hiyo nimwambia vijana wangu waifungue. Kwa hiyo na imani mpaka jioni zoezi itakuwa liko tayari. Fundi, lakini imechukua siku nyingi sana. Tofauti na tulivyopatana. Shida yako fundi sio mkweli. Hapana ndugu. Hatukupatana hivi. Hapana. Hivi unaona foleni yote hii? Yale magari yote yako kwenye oda. Kwa hiyo zoezi lako lilikuwa linasubiria tu muda kila gari litoke pale ndio gari yako lipate kutengenezwa. Basi sawa. Kwa hiyo zoezi limekwisha. Sijali ngoma inamaliziwa. Mimi nitakuja kesho jioni. Maneno yasiwe mengi tena. Sawa. Nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Hamna shida. Kazi njema. Hamna shida. Mimi naenda. Lakini usinidanganye. Wewe niamini ndugu yangu. Hapo. Vijana sawa. Karibu tena. Halo, pambana mwanangu. Tunaomba kidogo uvumilivu. Habari za jioni mabibi na mabwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asalamu alaykum. Wa alaykum salamu. Jioni ya leo tuna shughuli yetu muhimu sana. Tuko hapa wote kwa ajili ya shughuli ya kumvalisha pete mpenzi wangu. Jaribu kufikiriana kwa ama. Umeiteka akili umeifunga. Mabibi na mabwana, Mungu akipenda huyu wengine mtamuita wifi, wengine mtamuita shemeji, na mimi pia nitamuita mwandani wangu. Karibuni, burudani iendelee. DJ tupe muziki. DJ kufikiriana kwa ama. Umeiteka akili umeifunga. Tena umeninyima ujasiri kukutunza. Wanakuita pisikali wa ujinga. Ujinga. Hailo mana kusema unanipenda wakati unanichora. Hata kama pesa ndo tatizo, penzi letu kudorora. Halala haijakaa sawa. Halala
haijakaa sawa, haijakaa sawa, halala, no, haijakaa sawa, mama, uwe. Ndugu zangu, wafanyakazi wenzangu, marafiki zangu, leo tumeambatana na ugeni muhimu sana. Wengi hamumfahamu, lakini ni rafiki yangu. Nimecheza naye, nimesoma naye, lakini kwa sasa yuko mkoa mwingine anajitafutia maisha, lakini leo pia yuko hapa kwa ajili ya tukio hili. Karibu sana ndugu yangu. haijakaa sawa, haijakaa sawa, nishasema no, 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 nishasema no. Kama nilivyotanguliza rafiki yangu Machupa, kwa majina anaitwa Luke, ni rafiki wa karibu sana wa Machupa, nimesoma naye siku nyingi, lakini kwa sasa niko nje kidogo ya mkoa wa kazi. Amenialika na kuniomba kwamba nihudhurie jioni ya leo kwa ajili ya kufurahia na kushuhudia akimvisha pete mpenzi wake. Makofi tafadhali. Ndugu yangu Machupa, nakupongeza sana. Asante. Nakupongeza sana, umefika hatua nzuri sana. Ni hatua kubwa kwenye maisha. Hatua ya kumvisha pete, maanake unaelekea kwa ajili ya kwenda kufunga ndoa. Hongereni sana. Sasa umeamua jambo hili kuwa rasmi. Yaani washauri vijana wengine kwamba ukiona na wao wako fanya utaratibu kwa ajili ya kwenda kutambulisha, kumvisha pete na hatimaye awe rasmi halali yako umweke ndani. Hilo ni jambo jema na nawashauri wenzangu wote nifanye hilo. Mimi nilishafanya siku nyingi, sasa nafurahia maisha kule mkoani niliko. Kwa hiyo hongera sana, nimefurahi leo kujumuika nanyi jioni ya leo. Naona watu wanapendeza, meza zimependeza, kunywa vizuri, tunakula vizuri kwa ajili ya kufurahia maisha ya wawili hawa. Hongereni sana kwa Machupa kwa Najaribu kufikiria na kwama, umeiteka akili umeifunga, tena umeninyima ujasiri kukutunza. Wanakuita pisikali wa ujinga, ujinga, ujinga. Hailo mana kusema unanipenda wakati unanichora, hata kama pesa ndo tatizo, penzi letu kudorora. halala, Halala, haijakaa sawa, haijakaa sawa, halala, yeah, haijakaa sawa, haijakaa sawa, halala, no, haijakaa sawa, yeah, 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 mama, uwe, haijakaa sawa, halala, no, haijakaa sawa, yeah, 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 mama, uwe, haijakaa sawa, haijakaa sawa. nishasema no, 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 nishasema no. Nilishasema never never go lie, no go lie, no go lie. Nilijinyima ili wewe ufurahi, ufurahi, ufurahi. Ukabadilisha mambo, ukaanza viji mambo, buti la jeshi ukampa mgambo. Haya we haya, haya we haya, haya mana kusema unanipenda wakati unanichora, hata kama pesa ndo tatizo, penzi letu kudorora. Halala, Halala, haijakaa sawa, haijakaa sawa, halala, yeah, haijakaa sawa, haijakaa sawa, halala, no, haijakaa sawa, yeah, 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 mama, uwe, haijakaa sawa, haijakaa sawa. nishasema no, Nishasema no,
nishasema no, nishasema no, nishasema no, nishasema no, nishasema no, nishasema no. haina maana kunisema bwana, unipala wama eti kisa sina jina. Haina maana kunisema bwana, unipala wama eti kisa sina hela. Haina maana kunisema bwana, unipala wama eti kisa sina jina. Haina maana kunisema bwana, unipala wama eti kisa sina hela. Oh, oh. My sound. Habari yako dada? Poa, nimeitikia tu hapo bila shaka. Meneja wa sayari. Ni meneja sayari yote. Wow. Hotel management? Mambo ya jikoni, hoteli. Najaribu kufikiria. Samahani kidogo. Samahani kidogo. Na Sheshe. Hata kama pesa ndo tatizo, penzi letu kudorora. Halala, halala, haijakaa sawa, haijakaa sawa. Halala, yeah, haijakaa sawa, haijakaa sawa. Halala, no, haijakaa sawa, yeah, yeah. Nishasema no, nishasema no. Nilishasema never go lie, no go lie, no go lie. Nilijinyima ili wewe ufurahi, ukabadilisha mambo, ukaanza viji mambo, buti la jeshi ukampa mgambo. Haya we haya. Haina maana kusema unanipenda wakati unanichora. Hata kama pesa ndo tatizo, penzi letu kudorora. Halala, haijakaa sawa, Halala, yeah, haijakaa sawa, Halala, no, haijakaa sawa, yeah. Mama, haijakaa sawa. Nishasema no, nishasema no. Pole sana jamani, kumetokea jambo hapa, shughuli yetu imeahirishwa. Nini bwana? Changamoto nini kwa nini unakafia mbona fulani? Nini kwa nini tatizo? Inagesha hapa sasa kuambiwa na sio nini unajua kwamba kuna changamoto, unajua tatizo kwa changamoto gani? Sina kibali cha mapenzi mwenzako, nina kibali cha kumizwa. Sina nyota ya mapenzi mwenzako, nina nyota ya kulizwa. Hais kama naota moyoni umenitoka, singizi unakata ghafla siku, mwili umechoka nafsi natokota, chozi yanabubujika usoni. Kwa nini unijaribu na kama unitaki si ungesema? Umezichoka vurugu za kupendwa, basi si ungesema, mimi ningepunguza. Akosa nilitubu na kama unitaki si ungesema. Umezichoka vurugu za kupendwa, basi si ungesema, mimi ningepunguza. Au kuanza wewe kuondoka, walikuja wengi wakaondoka, utaanza wewe kudondoka. Nishakuwa cha mbali na nishasepa. Aiye, aiye.
kichwa nishazoea. Sheshe, mbona umeniona tu unafunga mlango, shida nini? Naomba uondoke Machupa nyumbani kwetu. Naomba uondoke, sitaki kukuona malaya mkubwa wewe. Au ni yule mwanamke wa jana? Sheshe, usiwe hivyo, fungua tuongee basi. Hivyo kunisaliti mimi kiasi kile? Hapana, sijakusaliti. Umenikosea sana Machupa. Naomba uondoke. Na sitaki kukuona hapa nyumbani kwetu. Na iwe mwanzo na mwisho leo. Kuja hapa nyumbani kwetu. Sina nilichokifanya jana pale. Hapana, sitaki kukusikiliza. Naomba uondoke nyumbani kwetu. Mimi niliambiwa ni malaya ila sijataka kuamini. Kumbe ndo ulivyo hivyo. Kwa hiyo unanihukumu kwa kuniona tu na yule mtu. Na wala kujua nini ambacho tulikuwa tunaongea. Shemacho anakudanganya. Ulichokiona kipo tofauti na uhalisia wake. Wewe ni muongo sana. Wewe ni muongo. Wewe kuniongopea mimi. Ukumbuke ahadi zetu ulizoniahidi. Kumbe wewe ni muongo kiasi hicho. Sitaki kukuona msaliti wewe. Malaya mkubwa wewe. Hakuna ahadi ambayo nimevunja Sheshe. Sawa. Unaniacha lakini kumbuka unaniacha bila kosa. Naomba utoke. Toka. Sawa, naona umeamua kunihukumu na makosa ambayo siko nayo. Sawa, mimi naenda Sheshe. Sawa, mimi naenda. Lakini kile ulichokiona akionekani vile kama unavyoona Sheshe. Kama mvuje moyo wangu kiasi kwa jinsi nilivyompenda na kumwamini. Najuta mimi. Na kibali cha mapenzi mwenzako, na kibali cha kumizwa. Sina nyota ya mapenzi mwenzako, ina nyota ya kulizwa. Ice kama raota moyoni umenitoka. Singizi unakata ghafla siku. Mwili umechoka nafsi natokota. Chozi yanabubujika usoni. Kwa nini unijaribu na kama unitaki si ungesema? Umezichoka vurugu za kupendwa basi si ungesema mimi ningepunguza. Akosa nilitubu na kama unitaki si ungesema. Umezichoka vurugu za kupendwa basi si ungesema mimi ningepunguza. Au kuanza wewe kuondoka. Sasa ndugu yangu, ile gari ulioniuzia, ile ni gari ndugu yangu, gari ni mbovu. Ni mbovu kupindukia. Kwa hiyo nilikuwa naomba unibadilishie gari nyingine. Lakini bana Zungu, ilikuwa ndani ya makubaliano yetu na makubaliano tulishamaliza. Leo unakuja kuniambia gari mbovu. Na tulishakubaliana. Ile ni moja makubaliano ndugu yangu. Sawa, sijakataa. Ile gari ndugu yangu ni mbovu. Gari ni mbovu. Tutaitengeneza. Hela kutengeneza anatoa nani? Ndugu yangu Zungu. Hela kutengeneza anatoa nani? Mimi siwezi nikatoa pesa nipeleke gari garage. Na kati ile nataka nitoe pesa kwa kitu kizima na kukabidhi mzigo wako. Sawa, sio kesi. Nitakutafutia gari nyingine kali. Sawa, hayo ndo mambo. Wewe fanya mchakato mimi nipate cash. Hayo ndo mambo ndo nilikuwa nayataka useme. Gari kama hiyo nyingine ipo, ilete nije nikague, safi. Kesi haina. Ondoa shaka. Sawa. Halo. Poa ndugu yangu, mambo vipi? Niko pande za Pit Stone hapa. Ndugu yangu bwana, unaye mambo yake mengi kila siku, yani mambo ya nani tena? Jamaa wangu mmoja hivi, manager. Shida ndugu yangu, wewe mambo yako ni mengi sana. Bana, sina mambo mengi, yani mimi biashara zangu zinaenda fresh. Mimi nishafanya hii kazi miaka 10 sasa hivi, niko kwenye udalali wa magari mshikaji wangu. Mimi mambo yanaenda vizuri. Ndio maana unipe kile kimeo pale. Ukamwone bani kile kimeo. Ile gari ilikuwa gari ya ndoto zako, umetaka ile gari ya ndoto zako, umesema nataka gari ya ndoto zako, nimekupatia ila matengenezo
ni vitu ambavyo vinatokea tu. Ni kweli ni gari ya ndoto kuharibika. zangu, sijakataa, ni gari ya ndoto zangu, ni kweli. Kila nikilala nilikuwa naiwaza ile gari. Lakini sasa leta kitu kizuri, biashara nyingine ziendelee. Afu kuna biashara nyingi. Achana na hii biashara ya gari. Tunafanya biashara nyingi sana. Wala usiwaze. Ila ndugu yangu siku hizi unakuwa sana mjanja. Hamna, So nakukabidhi keshi alafu mjanja. tunaanza kona. So nzuri. Wala usijali. Na hiyo Tuko biashara pamoja. mimi sitapenda tena. Wala usijali, tuko pamoja. Tukitoka hapa nitaenda tukukabidhi gari lako pale. Sawa. Mara sitalipanda, nitakupa mwenyewe ile gari. Umechoka na finatokota chozi yanabubujika usoni. Kwa nini unijaribu na kama unitaki si ungesema? Vurugu za kupenda. Kaka sio kwema. Nini shida? Ile kumtoa auti yule bidada mpenzi wangu. Imeleta shida tena. Swala ni yule mwanamke pale ile kuja kunisalimia. Yeye kajua tu ni mpenzi wangu. Nimeenda kwao. Anakimbilia ndani. Nimehangaika pale mlangoni nimepambana. Yuko ndani hataki hata kufungua. Eti kaka. Hata kama ni wewe kweli mpenzi wako kwanza akakuacha kwa kosa la kukuta na mtu unaongea naye pasipo kujua ni nani. Inawezekana, lakini pia huwezi jua. Ila kwa haraka nikiangalia swala lako, mke wako huwa ana wivu sana. Sana. Wivu unaonekana ukawa unamtesa. Lakini wivu ndo mapenzi mjue. Wivu ndo mapenzi mzee. Jaribu kuongea naye. Ni hivi. Unatakiwa ili pia ulibebe, unisaidie ndugu yangu. Wapi? Hili. Yule mwanamke ni kauzo. Unaenda kuongea naye tu anapokutolea ile macho. Anapokuangalia. Mwanangu wewe lazima urudishe change. Kaka. Tutazana naye. Kwa hiyo sasa vipi? Ile tukio ndio naachana naye mazima sasa kwa sababu ile tukio. Hamna, pambana mwanangu. Pambana, unaweza kufanikiwa. Hapana. Kama uliweza kufanya vile, ulisaidia mara kwanza, pia saizi nisaidie ndugu yangu. Ila babu unatia sana huruma. Yaani unatia huruma kinyama. Ila fresh kwa nitajaribu. Utajaribu? Utajaribu. Utajaribu kukusaidia. Ila mwanangu yule mwanamke ninavyomjua. Waita, leta Kevanti hapo kubwa. Mambo yake umeona? Msaidie bwana kijana wewe. Umeona mambo yake tayari anaanza kuagiza vyombo. Msaidie tu. Mambo ya moyo unauma, mambo ni mazito. Mimi naachwa bila kosa kaka. Yule anakupenda. Leta Kevanti kubwa huko. Ungesema umezichoka vurugu za kupendwa, basi si ungesema mimi ningepunguza. Akosa nilitubu na kama unitaki si ungesema. Umezichoka vurugu za kupendwa, basi si ungesema mimi ningepunguza. Au kuanza wewe kuondoka, walikuja wengi wakaondoka. Utaanza wewe kudondoka, nishakuwa cha mbali na nishasepa. Aiye. Kuachwa nishazoea. Kuwa single nimezoea. Kuachwa nishazoea. Kuwa single nimezoea. Don't touch me, don't charge me. Pendo wa kweli ushapotea. Sasa kama Samahani sheshe. Pili naomba unisamehe mimi. Sasa mimi ndio niloalika pale Scan Night. Kukatokea tukio ambalo limeleta sintofahamu. Mpaka wao kaamua kuondoka pale. Lakini ile tukio kuna mtoto tu alitumwa ajamute Machupa. Kuna mdada anamuta nje akamwambia mama. Kwa hiyo akaenda kuongea naye. Baada ya kuongea naye, wewe ndio umekasirika na ukatoka. Lakini ninavyomjua mimi Machupa, yule mwanamke sio mwanamke wake na wala hamjui kabisa. Labda ameitiwa tu mambo ya kazi kwa sababu yule ni manager. hapana. Jana niliona mwenyewe kwa macho yangu akitaka kumkumbatia yule mwanamke na kumbusu pia. Nini utaniambia shemeji? Anakupenda peke yako. Machupa anakupenda peke yako. Haifo hivyo kama unavyofikiria wewe shemeji. Amini. Angekuwa ananipenda, asingekuwa ananifanyia vile. Sikiza nikwambie kitu shemeji. Tafadhali ninakuheshimu. Nimekusikiliza vya kutosha sana. Lakini Machupa, ninachojua mimi, niliambiwa ni malaya.
ila sikutaka kuamini wala kumsikiliza mtu wowote. Ila jana nimejionea mwenyewe. Kwa kifupi shemeji, mimi ndugu yako simuhitaji tena. Kaniumiza sana, kavunja sana moyo wangu. Hivi nyoa wanaume, mpewe kitu gani hasa ili mnizike? Kumbe nyoa wanaume tabia zenu zote ni moja tu. Nimeumia sana shemeji. Nimeumia sana. Na sidhani kama nitamwamini tena. Mimi nadhani unakosea. Jana tukio umeliona sawa na umemwona kamkumbatia. Labda unajua wewe alikuwa alikumbatiana wamebupa amepiga mabusu labda ona wewe, lakini yule ndugu yangu namjua mimi. Hiyo tabia hana kabisa. Yule anakupenda wewe peke yako. Chupa mpenda Shem. Hamna, na ninakataa hicho kitu unachotaka kuniambia hapa. Sasa Shem, maneno niliongea hapa yote yana ukweli ndani yake, ila ukitaka kuyaamini. Ila naomba nikushauri kitu kimoja. Macho yako yameona, ila wakati mwingine macho yanadanganya. Naomba utumie darubini ya moyo. Pindi utakapotumia darubini ya moyo wako, utagundua kwa Machupa unampenda au umpendi. Na utakapogundua unampenda, basi utajua kabisa lile tukio sio la ukweli. Na kama humpendi, itakuwa ndo sababu ya mapenzi yenu yenyewe kuishia. Kuachwa nishazoea. Kuwa single nimezoea. Kuachwa nishazoea. Kuwa single nimezoea. Chaidama on the beat. Kila ijara. What's mambo? Fresh vipi? Poa mzima? Mimi mzima. Nafuata nilivyokuona. Yaani kazi yenu nimeshamaliza. Ina kama siku ngapi leo? Siku ya pili. Ila kama nilivyokuambia mimba bamba sina. Na mpunga wako hapa ninao. Kweli? Mpunga wako mimi na wewe tosha. Nafikiri ni vizuri hapa ukajihakikishia mwenyewe, shika. Jihesabie kabisa hapo. Hapana, haina haja. Uhakiki yaani anakuamini kabisa. Je, kuniambia? Hapana, hamna kitu kama hicho. Asante. Mimi nashukuru sana, sio umepiga bomba sana. Haya poa. Basi kwa mimi nipande hivi. Haya. Sina kibali cha mapenzi mwenzako, nina kibali cha kumizwa. Sina nyota ya mapenzi mwenzako, nina nyota ya kulizwa. Sister vipi? Mbona uko hivyo leo? Vipi kuhusu nini? Mbona soka nilivyokuzoea dada? Hebu nenda kajue shughuli zako. Wewe bado mtoto mdogo sana. Subiri ukue ndio utajua. Sawa. Choka vurugu za kupendwa, basi si ungesema mimi ningepunguza. Akosa nilitubu, na kama unitaki si ungezewa. Umezichoka vurugu za kupendwa, basi si ungesema mimi ningepunguza. Au kuanza wewe kuondoka, walikuja wengi wakaondoka. Utaanza wewe kudondoka, nishakuwa cha mbali na nishasepa. Kuachwa nishazoea. Kuwa single nimezoea. Machupa? Nimeingia hivyo. Fadhali tena umefika ndugu yangu. Habari za leo ndugu yangu? Safi, habari yako? Safi. Bwana, ilikuwa nikuletee lakini nimetingwa kidogo. Ila mambo safi. Unataka kuniambia kila kitu kipo safi? Kiko tayari, wewe una wasiwasi gani ndugu yangu? Mimi nakwambia hii ni gereji kubwa. Nashukuru sana fundi. Nashukuru. Kwa sababu hapa tuna magari mpaka ya Kenya yote yanatengenezwa hapa. Umenielewa ndugu yangu? Nashukuru. Wewe tuaminiane. Natamani niongee maneno mengi sana lakini kwa furaha yangu usiongee mengi sana fundi. Nashukuru. Wewe tuaminiane tu. Wao si una wasiwasi. Nimetembea sana kwa mguu baba, ngoja nichukue gari niondoke. Karibu sana boss. Haya, asante fundi. Haya. Ungesema mimi ningepunguza. Au kuanza wewe kuondoka, walikuja wengi wakaondoka. Utaanza wewe kudondoka, nishakuwa cha mbali na nishasepa.
kuachwa nishazoea, kuwa single nimezoea, kuachwa nishazoea, kuwa single nimezoea. Don't touch me, don't charge me, pendo wa kweli ushapotea, umekosa utu kushindwa kuthubutu. Pofu wa mapenzi ni wewe, pofu wa kupendwa ni wewe, ikipata rosi bola nilewe, mapenzi yanafanya nchelewe. Au kuanza wewe kuondoka, walikuja wengi wakaondoka, utaanza wewe kudondoka. Ambia dadangu, hizi siku ambazo unaona dada yako sipo sawa, kiukweli shemeji yako amenichanganya sana na amenivuruga pia. Yaani kanichanganya kiasi ambacho nashindwa moyo wangu kuvumilia. Yeye shemeji ana tatizo gani? Kwa kifupi, Machupa amenisaliti mdogo wangu. Tena amenisaliti kwa macho yangu hivi nikiwa ninaona. Na sijategemea kwa muongo kiasi hicho. Naumia dada yako. Nateseka, silali vizuri kwa sababu ya Machupa. Na kibaya zaidi kinachonitesa, nafikiria zile ahadi zake alizoniahidi. Naona kabisa kama nilikuwa napoteza muda wangu kwake. Sielewi mdogo wangu nifanye nini, nachanganyikiwa mwenzio. Yaani unajua dada yangu ananichanganya sana. Yaani kakusaliti na mwanamke mwingine kivipi? Yaani kakusalitije? Tulienda pale Sky Night pale kwa rafiki yake. Kulikuwa kuna party. Ghafla akaondoka. Kuna mtu eti alikuwa amemuita. Baadaye mimi naenda namkuta yupo na mwanamke mwingine kweli. Tena nimeona mwenyewe kwa macho yangu. Alafu sasa eti anamwagiza eti yule rafiki yake, si ndo kaka yake, si ndo nani wake. Anakuja hapa eti ananiambia, "Oh, ile tukio uliona sio la kweli, sio nini." Unajua ananichanganya naye yule. Kwamba anasemaje? Eti hilo tukio nililoliona mimi mwenyewe kwa macho yangu eti sio la kweli. Hivi kaka inakuingia akilini kweli? Mimi naona sio kweli. Sio kweli kabisa, nakwambia kweli dadangu. Na wewe unaungana nao kumbe? Unajua kwa nini dadangu? Mimi naungana nao kwa sababu baada ya siku chache zilizopita dadangu tulikuwa kijiweni. Ghafla akaja bwana Shirko. Akamvuta bwana Oto pembeni. Wakawa wanazungumzia masuala ya kwenda kumharibia mtu. Huenda dada yangu ukawa wewe. Mbona ni kidudu mtu Aswa? Yaani anakula huku na huku. Na lengo lake ni kuniharibia mimi, si ndio? Ushiko huyu. Nitamuonyesha mimi nani. Nitadili naye. Yaani hatua kwa hatua. Sababu haiwezekani aniharibie mapenzi yangu kiasi hicho. Anajua mimi na Machupa tumetoka wapi? Nitamuonyesha mimi ni nani. Subiri. Subiri uone ndugu wangu. Subiri. Habari. Niko poa. Samahani shemeji. Cha kwanza naomba unisamehe sana. Naomba unisamehe kwa sababu
nimejua sasa ukweli ni upi, na mtu mbaya pia nishamfahamu ni upi. Unasikia shemeji? Mimi nimekuelewa, ila ningeomba tu unifanyie huo msaada nilokuomba, please. Na kuomba ukamwambie Machupa nampenda sana sana kuliko hata unavyofikiria. Kwa hiyo anisamehe sana, nimemkwaza. Najua anaumia, najua. Basi sawa shemeji, ninaomba nikuache upumzike. Kama hauamini hichi ninachokwambia, nataka tumtegee yule Shirko mtego, na utakuja kuona hayo yote na utadhibitisha. Haina shida shemeji. Sawa shemu. Bye. Hai. Vipi? Kama kawaida. Njema. Fresh. Nimesikia oni hapo. Bwana ndugu yangu. Vipi mbona umekuwa hivi mwanangu? Si nilikwambia saa 5 mwanangu mpaka saa hizi. Jamaa bana aliniweka sana kule anipigisha story, baadaye ndo anaenda kushika funguo mpelekee jamaa gari. Zingatia basi muda, wakati mwingine unajua watu wengine tuna mambo mengi Hamna neno, chuma hii hapo nimeshajua. Chuma ndio hii Unaona chuma hivyo vile. Lakini mbona chuma inaonekana iko vizuri ndugu yangu? Mpya chuma bado mpe jamaa anabadilisha gari, sawa? Anataka achukue Mazda, new model ile Mazda. Tamu kabisa nyekundu anataka ichukue hiyo, ndio maana anauza hii chuma. Okay. Gari bado mbichi kabisa, si muone. Unaona remo babu hii. Afu unajua nini? Hata kala yake hii gari nimeielewa sana. Unajua lazima utaielewa. Nifungulie gari. Niko wewe tu mwanangu bado unaita. Ndio mma kabisa. Angalia sofa nyuma hii hapo. Umeona sofa hii? Sofa bado iko vizuri. Koma. Koma mwaka huu mwanangu utatamba sana hii chuma bado. Yaani utaringa. Hapo sasa mwanangu ndo bonge la booster. Unaona booster? Huo mziki unatoka hapo babu. Unasema upo zako labda Alpha Club yani. Unakula ngoma. Huo mziki sio mchezo. Nimeona. Ni chuma babu mimi nakuachia. Bwana majani gari nimeiona. Ndio. Hebu nipe funguo bwana. Gari nimeiona. Ngoja niangalie na mimi ambavyo naviona. Wewe angalia vizuri. Mimi sina wasiwasi nayo gari. Wewe angalia. Turizika hapo tunamaliza. Jino moja tu. Muona mzigo huu. Jino moja tu. Peke nyuma unapotaka hapo. Yaani unauza gari huku mtu unakunywa juisi. Majani. Wewe cheki mwanangu, yani mashine umeona? Mashine mpya. Yaani mwanangu yani hapa mwanangu ni bata. Wewe kama unaenda mbugani wapi? Hapa pale juu sijakuonesha pale juu panafunguka.
Gari mpya. Gari mpya. Mimi nakaa tu pembeni hivi na kula kiyoyozi. Eh? Ukiwa na gari kama hii kuuza. Unapata tabu ya nini sasa? Bana komba hapo si bata tu. Ni wewe. Alafu Majani. Yangu umeona chuma? Bwana chuma nimeiona. Sasa, umeona rimu hii babu. Rimu zenyewe kabisa za kisasa. Mimi nafikiri gari ambayo ulipostia kwenye simu ndio ambayo nimeiona hapa na nimeikagua. Kifupi nimeielewa. Sasa. Ulisema shilingi ngapi vile? Bana hii gari nilikwambia milioni 16. Nafikiri nilivyokutumia kwenye simu pia na bei nilikuandikia, labda ulisahau. Sawa. 16. Na ilikuwa tuuze kitambo tu. Mimi nafikiri ni pesa. Ila sikiliza Majani, gari kweli nimeielewa na nanihitaji na nataka kuichukua. Hebu punguza kidogo. Sawa, najua nyewe wabongo bana tunajuana. Ukiongea bei hata kama unauza embe, mtu ukimwambia 700 anakuambia bana mimi na 500. Hiyo tushazoea. Ni desturi zetu. Kwa hiyo sio mbaya. Mimi nitatoa maamuzi. Afu nitaenda kumuelekeza tu. Tutakuuzia milioni 15. Cash. Sawa. Mimi nafikiri hilo limeisha. Mimi gari nachukua. Sasa. Gari nachukua. Sasa sijui hiyo hela nikuingizie nikupe kwa mtindo gani yani? Kwa sasa hivi, zamani watu ndo wanapeana hela tu hivi, lakini kwa sasa naona kama ungetumia tu account number. Sasa hii gari shaingia mikononi mwangu. Gari imekupendeza kabisa mzee. Acha maneno mengi mzee. Yaani umetulia hapo kabisa ile. Kama kuuza ushauza. Hiyo. Halo. Mambo Shilko? Mzima? Sasa nilikuwa nina shida nayo, naweza nikakuona hapa nyumbani sasa hivi? Haya basi fanya chap kidogo. Haya poa. Naona umenipigia simu Madam Sheshe. Afadhali kwanza umekuja. Sasa. Ile maneno aliyoniambia siku ile. Hivi unajua kwamba nimethibitisha mwenyewe kabisa yani. Yule mwanaume anifai. Yaani yule mwanaume ni malaya. Yule machupa sijapata kuona. Ni malaya. Unajua Madam Sheshe, kile nilichokuwa nakizungumza pale mimi nilikuwa nakimaanisha. Mimi si nimekwambia wewe. Mimi Machupa namjua. Namjua sana Machupa tokea enzi hizo. Yaani Machupa ni malaya mbwa. Machupa aishatembea na mtaa. Yaani kaharibu watoto mtaa mzima. Mungu wangu. Pale alipo. Alafu ile viwanja vyake vyote Machupa mimi navijua. Na ndio maana nikakwambia maneno yale. Umeona? Alafu huyo Machupa huyo. Huyo Machupa huyo.
Saa nyingine anaenda kule mpakani kule. Anaenda kununua wanawake wanaojiuza. Ndio maana nikwambia Madam Sheshe, achana na Machupa. Bora hata kama ungebaki na mimi. Yaani bora hata ubaki na mimi. Machupa achana naye. Machupa atakuja kukuambukiza magonjwa. Sasa hivi dunia imeharibika hii. Kweli eh? Ho, dunia imeharibika sasa hivi, magonjwa kibao sasa hivi. Atakuja kukuambukiza magonjwa bure. Kwanza unampeleka wapi Machupa, mtu mwenyewe mweusi yule, utafikiri mpira la gari, unampeleka wapi yule? Yule mimi achana na Machupa bwana. Safi vipi? Naona si mchezo. Baba. Halo vipi? Safi niambie. Ndio tumefikia hapo. Naona umemaliza. Naona unamaliza, mimi malaya. Mambo yangu yote tunayajua, kuna mambo tunayajua. Unajua alikuwa anapiga naye story Madam Sheshe hapa. Story wapi ndugu yetu, tumesikia kila kitu ndugu yangu hapo, tena unatuambia story. Bwana, tumekaa pale tumesikia kila kitu ndugu yetu. Wewe ukamaliza mwenetu kabisa. Hamna bwana. Majani mimi na wewe tunaheshimiana bwana. Majani mimi na wewe tunaheshimiana bwana. Siwezi kafanya kitu kama hicho. Mimi napata tabu, ananipa shida. Mpaka kaniandalia mtu kamweka. Dunia kumbe imenafa. Mtoto wa kiume anakuwa hivi. Boss. Hamna cha bosi mzee, kama ungeniheshimu muda mrefu. Kama ungekuwa mtaka ungeingiza gia nyingine, sasa mzee mara hivyo mimi nina mademu wengi na nini. Hata demu wangu mmoja unamjua? Boss Machupa. Tulikuwa tunapiga story na maadamu hapa. Ndugu yangu umeharibu. Yaani mnavyofikiria ni tofauti na story tulikuwa tunaendelea nazo hapa. We. Acha unafiki. Ulichokifanya ni sumu. Kumbe wewe ni mnafiki hivyo eh? Afu kumbe ni muongo. Eh? Wewe ni muongo, tena wewe ni mbea mkubwa. Naomba nisamee Madam Sheshe. Afu nyinyi naona kama vile mnamchelewesha huyu. Shem, sikiliza. Subiri. Tulia kwanza, relax. Kuna watu wanapita hapa. Mnamchelewesha. No. Relax, hata kama. Relax. Yaani wambea kama hawa na wanafiki kama hawa dunia hii wanafutwa. Madam Sheshe, mimi nilikuwa nakutania tu. Sikuwa serious na nilichokuwa nakizungumza. Wewe ni muongo. Sio uliniambia kwamba Machupa ni malaya? Wewe umetafasiri vibaya tu. Nilikuwa tuongea tu hivi. Nyie mnamchelewesha nyie huyu. Kwa nini lakini asipigwe wewe? Mimi nipigeni. Hapana, wewe atafunzwa na dunia. Wewe tulia. Ulimwengu ndio utamuonesha huyu mtu. Umesikia mama? Nikwambie. Ushazoea kuchezea. Hebu tulia, kaa chini kwanza. Kaa chini basi. Vitakuumiza. Kaa chini kwanza. Shetani mkubwa. Wewe unataka kuniharibia mimi mahusiano yangu. Ulitaka kuniharibia mapenzi yangu. Madam Sheshe umenielewa vibaya. Nimekuelewa anamaanisha hivyo. Basi tulia. Huyu mtu atalipwa na ulimwengu. Kwa alichokifanya, kila unachokifanya kina malipo mama, tulia. Hapana, yaani unajua kanikwaza, kaniumiza sana huyu. Najua kakuumiza, hata mimi kaniumiza pia, lakini sasa tulia basi. Kwa shida yako ulitaka niachane na huyu. Ili eti kaka hapa, unajua mimi nakupenda kuliko hata wewe Machupa. Una wewe kaka wewe. Kaa chini. Unijui? Nitakuvuruga. Basi mama, tulia. Nilikuwa nakuzumu tu vile unavyoniambia. Kwa sababu ondoka. Ngoja. Aondoke kwanza hapa nyumbani kwetu. Ondoka. Ngoja kwanza. Shem, subiri. Ndugu yangu sasa wewe unaniambia nikuombee kazi. Kumbe shetani kazi ndio hii. Hii ndio kazi mshikaji wangu ulioiomba. Kazi tunongoza wake za watu. Upendo kabisa. Kumbe sisi mishe zetu zote kila siku mimi tunahangaika na mwenzangu hapa. Dili zetu haziendi sawa kwa mambo kama haya. Majani. Naombeni mnisamehe bana. Ndugu yangu bana, wewe dunia ndio itakufunza na itakusamehe. Wewe nenda tu. Nenda bana. Wewe tulia, tutaongea. Wewe nenda kwanza maana hili. Nenda bwana. Ulione mtu zaidi ya shetani. Mtu zaidi ya shetani. Kaka. Binadamu mwenye miguu miwili anaweza akawa kama shetani mwenye mguu mmoja. Yule kijana ni shetani yeye. Zaidi ya shetani. Yaani unaweza ukasema, yani ukachukulia lakini yule kijana ni mnyama. Mtu anaumba maneno hivi, anapanga misheni kama hivi, watu wagombane. Anaweza kusababisha vita. Yule mgeni mwache hapa nimpasue kwanza ili ashike adabu. Mpenzi. Au masuala ya kumwachia Mungu sasa hivi ashapitwa na wakati. Sawa kabisa. Amekukwaza na mimi kanikwaza sana. Lakini
Kilichotokea kimetokea, mpenzi wangu. Nafikiri umejifunza kitu hapo. Ndio maana mimi nilikuwa nakuhusia sana, mpenzi wangu, sheshe wangu. Mwanamke kwa siku moja tu mimi niko naye, wewe lakini nashukuru umepita, mpenzi wangu. Sawa. Nakupenda baby. Haina maana kunisema bwana, unipa lawama eti kisa sina jina. Haina maana kunisema bwana, unipa lawama eti kisa sina hela. Haina maana kunisema bwana, unipa lawama eti kisa sina jina. Haina maana kunisema bwana, unipa lawama eti kisa sina hela. Mawa Sound.